Yani mimi kama Dadi Manuel, shabiki wa Yanga kindakindaki, na hakikisha timu yangu naiweka mikono salama, wenyewe wananiita mikono salama. Nikizungumza mikono salama ni mipira yote nadaka mzee wa hapa. Yani kwa kiki. Usiangalie tu mwili jinsi ulivyo. Mimi nilikuwa goalkeeper zamani, nilikuwa nadaka mpaka michomo. Usiangalie tu mwili wangu ulivyo. Yeye ni big talent. Nimepata masugu kama yote. Angalia misugu hii yote. Mimi nilikuwa goalkeeper hatari. Yani kama kumleta JJR timu yetu ilikuwa ishapanga bwana, huyu mtu tufanye mchakato afanye dati ili mali tumrudishe uwanjani, kwa sababu wewe ni kipaji ambacho kazaliwa nacho. Nikasema hapana, kuna watu wengine waje tufungue wigo. Hali yote, kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu, si kupendwa na sisi mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Tumejipanga, tuna mazoezi ya kutosha, tunaingia kila siku gym asubuhi na jioni, tunahakikisha tunapata mlo mzuri kwa kujiandaa na mechi ya Jumapili tarehe 21. Mimi kama Dadi Manuel pale nitaka golini, mimi nataka mpaka upepo kuhakikisha kuna mtu ambaye anajiita Mzalamo yule ambaye anapiga midfield wenye tumbo baya kama nilio paka cha nilio nani mapapai yale. Sisi kama sisi wana Yanga tumejiandaa kikamilifu kiakili na kimwili, kwa sababu tunapumzika, tunalala mapema, tunakula mapema na tunafanya mazoezi kwa wakati kwa kujiandaa na mechi ya tarehe 21 ambayo itakuwa Jumapili Pwenda. Hali ya hewa itakuwa ni nzuri. Basi sio akasingizia jua ilikuwa kali, sijui hatuna viatu. Tuliwaambia kabisa, msemaji wao alisema kwamba atatoa bajeti ya kuonulia mashabiki wote wa Simba viatu. Maana sio mtu akaja pale kavaa laba akasingizia sio nimeteleza. Hatutaki mambo hayo. Hii mechi kweli yani. Yaani hapa tukikutana nje washikaji tukutana pale uwanjani ni vita. Mimi nitadaka mpaka upepo siku hiyo, kwa sababu mimi ndio kwa goalkeeper namba 1 wa mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Nitadive mpaka kwenye kona kuhakikisha kwamba timu yangu naika kwenye wakati salama na kuhakikisha tunapata pointi 3 na magoli yasipungua magoli 5, kwa sababu sisi ni wazee wale wa 5-5. Yani mimi kama Dadi Manuel, shabiki wa Yanga kindakindaki, na hakikisha timu yangu naiweka mikono salama, wenyewe wananiita mikono salama. Nikizungumza mikono salama ni mipira yote nadaka mzee wa hapa. Yani kwa kiki. Usiangalie tu mwili jinsi ulivyo. Mimi nilikuwa goalkeeper zamani, nilikuwa nadaka mpaka michomo. Usiangalie tu mwili wangu ulivyo. Yeye ni big talent. Nimepata masugu kama yote. Angalia misugu hii yote. Mimi nilikuwa goalkeeper hatari. Yani kama kumleta JJR timu yetu ilikuwa ishapanga bwana, huyu mtu tufanye mchakato afanye dati ili mali tumrudishe uwanjani, kwa sababu wewe ni kipaji ambacho kazaliwa nacho. Nikasema hapana, kuna watu wengine waje tufungue wigo. Sasa hivi ukiangalia Tanzania, ukizungumzia mpaka mtoto mwenye miaka 5 anakuambia timu gani bora Tanzania, anakuambia timu bora ni wananchi Dar es Salaam Young Africans, timu kongwe, timu yenye mashabiki wengi, timu yenye mashabiki wenye akili, timu yenye mashabiki ambao wanajua mpira, wanajua thamani ya mpira. Ila la kuzungumza mashabiki wa Yanga, mashabiki wa utopolo yani Simba nazungumzia, na mashabiki wa timu nyingine, naomba Jumapili tarehe 21 shabiki yoyote sawa, sisi watu wa Yanga kwa sababu sisi ni mabosi wenye hela. Mwenendo GSM kasema ataleta pilau pale, mashabiki watakuja, watakula muai kwa wakati, na pia kutakuwa na zoezi la uchangiaji damu, na pia kutatolewa na elimu bure. Kwa hiyo naomba mashabiki popote mlipo, mashabiki wa Simba, yani mashabiki wa timu yote, mje pale mjaze uwanja, hakuna kiingilio. Mje kuona burudani kwa goalkeeper wa Tanzania, goalkeeper mstaafu, goalkeeper la mashabiki la Tanzania, Dadi Manuel, ambaye nitakuwa michomo, nitadaka mpaka upepo siku hiyo. Okay, kwanza ni umetamba sana hapo. Kwa mujibu wa takwimu zinavyoonyesha ni kwamba kati ya mashabiki wa Simba na Yanga wanaongoza kwenda uwanjani ni mashabiki wa Simba, lakini sio tu kwa kwenda uwanjani tu ndio wanaotoa pesa wanapoingia uwanjani, lakini Yanga mpaka bure. Sasa hii imekaaje kwenye mchezo huo? Mtakuja wengi au Simba ndo watakuja wengi? Labda nizungumze kitu kimoja. Unajua ukishakuwa na bosi mwenye hela, yeye anaamua tu. Jamani, mimi mechi nimenunua. Umeelewa? Yaani si mechi zote kwa sababu tuna ubora. Ukiangalia rekodi yetu tuna ubora. Umeelewa? Ukiachana na hivyo, kuna mechi ambazo takiwa muingilie kwa kiingilio cha pesa, mtoe pesa muendi. Sisi hatuendi kwa sababu tuna uhakika na game, na mashabiki mbona wanaenda? Sisi tuna uhakika wana mechi, kwa sababu kuna wengine tunasema jamani sisi tuna dharura, kwa sababu binadamu anakuwa na dharura kiukweli. Kuna mwingine kweli anapania ende uwanjani, lakini kutokana na sababu za hapa za kimaisha ana dharura. Kwa hiyo kuna mwingine anaamua kumappreciate. Umeelewa? Lakini labda nizungumze kitu kimoja. Sisi sio waoga, sisi sio wanyonge. Sisi tunashinda kuanzia timu yetu ya ligi kuu mpaka sisi mashabiki. Hivi ninavyokuambia kuna mashabiki leo tumebola, kuna press leo wamelala hapa. Yaani wamebola, kuna place wamelala hapa. Yaani wanafanya figisu kwenye grupu letu, wanatuma picha mara uko jimu, yani watutishe. Tukamwambia hivyo vitu vya kawaida. Kwa hiyo yani ya kuzungumza sisi maneno yote, utepe wote tutaonyesha uwanjani tarehe 21 Jumapili, kuonyesha mimi kama mimi nitadaka
mpaka upepo. Sasa hebu tuambie, vipi kama mkifungwa itakuwaje? Mimi kiukweli kama mimi nipo golini pale, golikipa wanakwambia mikono salama, hatuwezi kufungwa, sitoruhusu goli. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaonyesha kazi, tunaonyesha kandanda ya kutosha. Mimi Dadi Manuel, golikipa wa mashabiki wa Yanga, na hakikisha nailinda timu yangu mikono salama kama nilivyolinda mikono salama, na hakikisha timu yangu tunaondoka na pointi 3 na magoli 5 kwa sababu sisi wazee wa 5-5. Basi asante sana.